Khan, leo nina swali. Nataka nikuulize kitu kimoja. Hivi kwenye ndoa huwa ukimwi unapatikana vipi? Mimi nitakupa story moja. Kuna fact nyingi, nitakupa story moja ya couple ya rafiki zangu ambao nijua kabisa. Mwanamke alikuwa mjamzito akaenda kupima VVU. Alipoenda kupima VVU, bahati mbaya sana alikwenda kupima peke yake, mume hakuwepo, alikuwa amesafiri. Akajikuta ni muathirika. Sio, umeelewa? Na ilikuwa kipindi cha ujauzito, zile kupima kwa lazima kwa sababu ya ujauzito. Akamtext mume wake akamwambia, "Wewe umeniletea ugonjwa nyumbani." Umeelewa? Mume akajibu akasema kwamba, "Pole sana mke wangu, lakini tunaweza kuendelea kuishi. Lakini si mimi nilileta virusi nyumbani." Akamwambia, "Muongo, ni wewe." Akamwambia, "Ndio maana ulikuwa unachelewa kurudi usiku nyumbani. Leo nimeona matokeo ya wewe kuchelewa kurudi nyumbani." Akamwambia, "Unamjua rafiki yangu yule Juma?" Akamwambia, "Yule fundi TV." Mume anamuuliza mwanamke, akasema, "Namjua." "Unakumbuka kipindi kile ambapo TV yetu iliharibika, nikawa mpigia Juma aje kurekebisha TV nyumbani?" Mwanamke akasema, "Yes, nakumbuka." Akamwambia, "Baada ya kutengeneza TV alipoondoka, kesho yake arudi tena na ukuniambia kwa nini Juma alirudi nyumbani." Juma ni rafiki yangu, namfahamu sana. Na jirani yetu mama Aisha akanambia kipindi chote ambacho mimi nilikuwa nasafiri, Juma alikuwa anaendelea kuja tena na tena nyumbani. Juma ni rafiki yangu ambaye mimi najua anaishi na VVU kwa muda mrefu sana. Na kama unakumbukumbu vizuri, tangu Juma alipoanza kuja nyumbani, mimi sijakutana kimwili na wewe mpaka leo. Kwa hiyo so mke akamuuliza mume wake. Akamwambia, "Kwa nini hukunionya mapema kama ulikuwa unalijua hilo unaliona?" Mume akasema, "Nilishindwa kukuonya kwa sababu kuna siku nilirudi nyumbani nikashika simu yako, nikaona mnavyo chat kwamba uko tayari kuachana na yeye, lakini sio kuachana na mimi." So maana yake niligundua furaha yako ipo kwake zaidi kuliko kwangu. So nikawaacha muendelee kuenjoy na ukimwi wenu. So mke wangu, jifunze tu kuishi na hiyo hali kwa sasa. Utabaki kuwa mke wangu, tuendelee kulea watoto, lakini nataka nikwambie tu, sio mimi nilileta ukimwi nyumbani, kwa sababu mimi nimepima na niko mzima. Asante.